Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kirafiki ambao tumetoka kushuhudia jijini Dar es Salaam ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania, ambapo mchezo huo ulikuwa ni sehemu ya klabu ya soka ya Simba kuweza kujiandaa kuelekea katika mechi za hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo katika mchezo huu wa kirafiki klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya JKT Tanzania, ambao nao pia wanashiriki ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC. Fahamu bao la kwanza la klabu ya soka ya Simba Sports Club liliweza kufungwa katika dakika ya 17 kupitia kwa Jonathan Soa, huku bao la pili la klabu ya soka ya Simba Sports Club limeweza kufungwa na mchezaji Eli Mpanzu katika dakika ya 27. Fahamu katika dakika ya 40 klabu ya soka Simba kupitia kwa Jean Charles Ahoua akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la 3, na mpaka half time klabu ya soka ya Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao 3-0. Katika kipindi cha pili tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports tena katika dakika ya 66 kupitia kwa Jonathan Soa chui mweusi akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la 4, lakini katika dakika ya 70 tunashuhudia mchezaji Lada Kichasambi akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 5, na dakika za mwishoni dakika 89 kupitia Eli Mpanzu Kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 6, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameweza kuibuka na ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa kirafiki wa kimazoezi dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo wafungaji katika mchezo huo, Jonathan Soa amefunga mabao mawili, Eli Mpanzu amefunga mabao mawili, Lada Kichasambi bao moja na Jean Charles Ahoua amefunga bao moja. Unavyoambiwa Eli Mpanzu amerejea katika ubora wake moto ambao ameweza kuonyesha katika mchezo huo wa kirafiki wa kimazoezi. Basi kwa upande mwingine Simba Sports Club ijayo itakwenda kuwa tishio. Fahamu kwa upande wa kikosi cha Simba kilichofanikiwa kuanza katika mchezo uliopigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel pale Mbweni jijini Dar es Salaam, basi golini alianza Hussein Abeli. Katika eneo la fullback namba 2 aliweza kuanza David Kameta Duchu, huku fullback namba 3 akianza Anthony Mligo. Katika eneo la center back namba 4 alianza Shamu Karabwa, huku center back namba 5 akianza Vedastus Masinde. Katika eneo la kiungo namba 6 alianza Yusuf Kagoma, huku winga namba 7 akianza Joshua Mutale Budo. Katika eneo la kiungo namba 8 alianza Alassane Maodo Kante, huku eneo la kiungo mshambuliaji namba 9 akianza Jonathan Soa ama chui mweusi. Katika eneo la kiungo namba 10 ameweza kuanza Neo Maema, na tunashuhudia Eli Mpanzu akamalizia winga namba 11. Kwa hiyo ndicho kikosi cha mnyama Simba ambacho kilifanikiwa kuanza chini ya kocha mtaalam na kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 6-0 kuelekea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Bwana, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Simba wameupata katika mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, like video yetu alafu twende kwenye comment section katuambie wewe ni mdau unaishabikia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.